Mheshimiwa Naibu Spika, nikushukuru kwa kunipa nafasi nami nichangie hotuba ya Mheshimiwa Waziri wa Elimu. Nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa anazoendelea kufanya katika taifa letu. Lakini pia nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri kwa kazi kubwa anazoendelea kufanya kwenye wizara hii ya elimu pamoja na wasaidizi wake akiwemo Naibu Waziri pamoja na Katibu Mkuu Profesa Nombo. Nampongeza sana na tunaendelea kumwombea katika kazi nzima anazofanya hizi za kuhakikisha kwamba elimu katika taifa letu inaendelea kuwa imara. Lakini pia niendelee kuwapongeza watumishi wa wizara hii ya elimu kwa kazi kubwa ambazo wanafanya, tukiamini kabisa kwamba elimu sasa itaendelea kuimarika kila siku. Mheshimiwa Naibu Spika, na maeneo mawili ambayo nataka nichangie jioni hii. Eneo la kwanza, Mheshimiwa Naibu Spika, tuendelea kuishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kuja na hoja kubwa kuanzia mwaka 2022-2023 ya ujenzi wa vyuo vya ufundi stadi ambavyo vinaendelea kujengwa katika wilaya zetu. Nakiri hata Busega tayari tumepata chuo hiki ambacho sasa kinaendelea kujengwa. Nimpongeze sana Mheshimiwa Rais, nimpongeze waziri kwa kazi ambayo inaendelea kwenye majimbo yetu. Mlianza na vyuo 29 na hapa katikati mlikuwa na vyuo 64+1 kwa maana ya 64 katika wilaya zetu na kimoja katika mkoa wa Songwe kule kwa Mheshimiwa Hasunga. Mheshimiwa Naibu Spika, eneo hili pamoja na ujenzi kuwa unaendelea, lakini hapa katikati ujenzi ulikuwa unasuasua. Mwaka 2022-2023 tulipitisha hapa bajeti ya kupelekewa bilioni 100 katika wizara yetu ya elimu, lakini mpaka sasa tunavyozungumza hapa, Mheshimiwa Naibu Spika, zimeshapelekwa bilioni 74.6 hivi. Bado bilioni 25.4 ambazo hazijapelekwa kwenye wizara yetu ya elimu ili kufanya utekelezaji wa ujenzi wa VETA hizi kwa awamu ile ya kwanza kwa maana ya majengo 9. Niombe sana Wizara ya Fedha, bahati mbaya siwaoni hapa, lakini niombe sana serikali kuchukulia maanani kuhakikisha kwamba fedha hizi zinapelekwa kwa watu wetu hawa wa Wizara ya Elimu ili ujenzi wa VETA sasa uendelee kukamilika. Objectives za ujenzi wa VETA hizi ni mzuri sana. Kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata mafunzo ili waweze kujiajiri na waweze pia kuajiriwa. Na wanafunzi mbalimbali ambao wanatamani kwenda kwenye vyuo hivi ni wengi ambao bado hawajapata nafasi ya kwenda kwenye vyuo kwa sababu ya uchache wa vyuo vilivyopo. Kwa hiyo ni muda mwafaka sasa Wizara ya Fedha hakikisha kwamba inapeleka fedha hizi bilioni 25.4 zilizobaki ili Wizara ya Elimu iweze kukamilisha hatua ya kwanza ya majengo 9 ili aweze kukamilika katika maeneo yetu. Kwa hiyo niombe sana Wizara ya Fedha ipeleke fedha hizi. Lakini pili, nikupongeze Mheshimiwa Waziri, nimeona umesema kwenye bajeti hii sasa kuna muendeleo mengine nafikiri 8 kama sikosei. Niendelee kuiomba serikali, niendelee kuiomba Wizara ya Fedha tutakapopitisha bajeti hii basi wapelekewe. Nia yetu ni kuona watoto wetu wanapata sehemu ya kwenda kusoma ili wapate ajira na waweze kujiajiri hawa watoto ambao utakuwa tumewapangia kwenye vyuo hivi. Na nitashukuru na Busega kikamilika kwa wakati ili wananchi wa jimbo la Busega waweze kutumia chuo hiki ambacho Mama Samia amewapa kwa ajili ya kupata huko baadaye waweze kupata sehemu ya kupata elimu. Kwa hiyo niseme tu kwamba Wizara ya Fedha ipeleke fedha. Lakini pamoja na hayo, hapa kwenye eneo la VETA sijajua ni kwa namna gani Mheshimiwa Waziri umejipanga kuhakikisha kwamba tunapata wataalamu. Kwa sababu sasa tunaamini vyuo hivi 64 vitakamilika, lakini vinaweza vikakamilika na vikakosa wataalamu. Kwa hiyo eneo lingine la pili ni kwa namna gani mnaenda kuandaa wataalamu ili waje wahudumie vyuo vyetu kuhakikisha kwamba wanaenda kuwafundisha hawa watoto. Ni eneo mojawapo ambalo pia lazima tulichukulie maanani ili tunapoenda kuhakikisha kwamba vyuo hivi vimekamilika kwa maana ya majengo, sasa basi na wataalamu wawepo tayari ili waweze kwenda kuwafundisha watoto wetu. Lakini tusiishie hapo Mheshimiwa Waziri, eneo la vifaa pia tunaweza kwa sasa hivi tunasema majengo, kumbe mpango wa ununuzi wa vifaa ukachelewa. Ni vizuri zaidi mpango huu na wenyewe sasa ukaendana kama tunavyoenda kujenga majengo
pia tuende kwenye hatua ya pili ya ununuzi wa vifaa, ili majengo yanapokamilika na vifaa viwe tayari, ili watoto wetu waweze kupata sehemu ya kusoma, na majengo haya yasiendelee tu kuwa majengo, bali yapate sasa vifaa ambavyo vinahitajika katika maeneo yetu ya VETA. Kwa eneo lingine la pili ambao najua umelizungumzia kwenye bajeti yako, lakini niombe tena Wizara ya Fedha iweke kipaumbele, kwa sababu majengo yameshaanza na vyuo hivi vimeshaanza kupata majengo. Sasa yatakapokamilika majengo, ni vizuri sasa yapate vifaa, walimu wapatikane, ili tuweze kuhudumia vizuri majengo yetu. Eneo la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, ni eneo la mtaala mpya. Tumeona mwaka jana tumepitisha mtaala mpya ambao sasa darasa la 6 elimu ya msingi itaishia darasa la 6, na nafikiri itakuwa 2027 kama sikosei. Lakini mwaka huu kutakuwa darasa la 6, hapo kutakuwa darasa la 7. Wasiwasi wangu Mheshimiwa Waziri, sijaona mpango ni kwa namna gani haya madarasa mawili yote utaenda kuyaaccommodate mwaka 2028. Mpango huu unatakiwa uanze sasa. Tunavyozungumza sasa, nilitamani kuona tayari kuna mpango wa namna gani madarasa mawili haya kwa mwaka mmoja 2028 yatakapokuwa yanaingia form 1 tuwe tayari na miundombinu ya kuwatosheleza watoto watakaoingia kupitia haya madarasa mawili. Kwa hiyo ni eneo mojawapo Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Waziri atakapokuja kwenda hapo kesho, natamani kumsikia akizungumzia ni kwa namna gani wamejiandaa kuhakikisha kwamba tunapofika sasa 2028 haya madarasa yote mawili yatakuwa accommodate, kuhakikisha kwamba miundombinu ipo na ni salama. Lakini kwenye eneo hili pia, eneo hili Mheshimiwa Naibu Spika, la kubadilika kwa mtaala, nimeona utakapoingia sasa huku sekondari, kwa maana kidato cha kwanza, wanafunzi watakuwa na option mbili. Mwingine ataenda kusoma masomo haya kawaida, kwa maana physics, chemistry na mambo mengine, lakini kuna wengine ambao wataenda kwenye vocational training skills pale kwenye shule zetu za sekondari. Eneo hili ni eneo zuri. Tunakupongeza sana Mheshimiwa Waziri na timu yako, kwa maana Katibu Mkuu, kwa kazi kubwa mliofanya ya mtaala. Lakini wasiwasi wangu sasa kwa hao watoto ambao wataenda kusoma skills za vocational training kwenye sekondari, sijaona mpango ambao umekuja nao wa kitu kinaitwa maabara, kwa maana ya mnaita wataalam training factory. Hii training factory itawasaidia watoto kama ambavyo tumekuwa tukiwasaidia watoto wanaosoma physics, wanapata darasa lao la practical, wanaosoma chemistry wanapata darasa lao la practical, wanaosoma biology wanapata darasa lao la practical. Tunatamani sasa watoto wetu ambao wataenda kwenye skills of vocation kwenye sekondari zetu tuwe pia na darasa la practical. Kwa lazima tuhakikisha kwamba tunapeleka vifaa kwa ajili ya training factory, na vifaa hivi basi vinaweza kugawanywa katika shule zetu za kata, na ikionekana kwamba bado tunasuasua, basi tuanze hata kwenye shule mojawapo kwenye tarafa, ili watoto wetu tuweze kuwasaidia. Lakini pamoja na hayo, kwenye eneo hili la training factory ni lazima pia tuangalie kulingana na udharishaji wa mazao ya kilimo kwenye eneo husika. Watoto wetu tuhakikishe kwamba tunaenda kwenye eneo la kilimo, kwa maana kwa mfano Simiyu sasa tunazungumzia pamba. Ni training factory zipi ambazo zitaendana na uzalishaji wa pamba? Tukienda huko kwenye chai, tukienda huko kwenye kahawa, tuende huko kwenye nini, tuhakikishe kwamba watoto hawa sasa wanapokuwa wanajifunza, wakati hawa watu wa physics wanaenda kwenye practical, hata hawa watu sasa wa skills of vocation waende kwenye practical yao, ili anapomaliza form 4 awe na kitu ambacho anaweza kwenda kufanya kwenye maeneo yao. Na haya sasa ndio itakuwa tija kwa mtaala mpya ambao tumeutengeneza, na ndio itakuwa tija kwa namna gani tumewekeza kwa watoto, ili tuwe na mabadiliko chanya kwa Watanzania wetu na watoto wetu katika hali zima ya ufaulu. Baada ya kusema nimesikia kengele, naunga mkono hoja na kushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Asante Mheshimiwa Chikota. Jiandaa Mheshimiwa Jessica, jiandaa Mheshimiwa Mchungaela. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi ili nami nichangie hoja ambayo iko mezani kwetu. Niungane na wenzangu pia kumpongeza Mheshimiwa Waziri Profesa Mkenda, Naibu Waziri, Katibu Mkuu Profesa Nombo, manaibu